Isikia nimeona kile ambacho kimetolewa na Simba, ingaje sio statement, ni za ndani tu ambazo zinazungumzwa kwamba ndizo ambazo zinatakiwa ziende likatatue tatizo ambalo liko ndani ya SOA, hasa kuhusiana na jinsi ambavyo SOA amesimamishwa na Simba. Nimeona kuna hoja kama 5 hivi zikimwonyesha SOA, miongoni mwa hizo zikiwepo mchezo ambao alisimamishwa, michezo 5 kwenye ligi ambayo mpaka sasa ni michezo ambayo aishamaliza zile kesi zake zote. Lakini nyingine ni kuhusiana na utovu wa nidhamu ambao kwa maana kuchelewa kuingia kwenye kuchelewa kwenye vikao mazoezini, kukataa zile wanaita top up za mazoezi. Kidogo inanifikirisha. Kwa sababu gani nasema inanifikirisha? Kama hizi ndizo ambazo Simba amezitoa na hawajaanza na hoja ambayo imemsababisha SOA kutoka pale kwa maana kutoka Dodoma kumrudisha Dar es Salaam kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, na kama ndo sababu hizo, Simba kuna tatizo. Unajua, hatuhalalishi makosa yaliyopita kwa kosa hilo lilofanyika, lakini hatulifukii kocha lililopo, si ndio? Kwa kuleta makosa yaliyopita. Unajua namaanisha nini? Kwanza Simba wanatakiwa watupe picha ya Dodoma, pale Dodoma walivyomrudisha Dar es Salaam SOA, kulikuwa na shida gani? Si unaelewa? Ile ndio hoja inapoanzia. Maana yake ni nini? Wakati anafanya makosa ya dhidi ya Azam FC ule mchezo, anachukua kadi, anakuja kuhukumiwa na kamati ya masaa 72. Ilikuwa kwenye katika mchezo na imekaa muda gani? Ni muda mrefu mpaka sasa. Umeelewa? Utajiuliza kwa nini kwa muda wote huo wamekaa mpaka kutoa hizo taarifa kwa sasa hivi? Kuna maswali ya kujiuliza, lakini kuna kitu unaanza kujiuliza. Wanazungumzia kuhusiana na nidhamu ya kukataa kufanya mazoezi. Je, ndo hicho kitu ambacho kimemtoa Dodoma? Yaani kukataa kufanya mazoezi kwenye top up. Manake top up naizungumzia mazoezi ni ile mazoezi ya ziada ambayo ushafanya mazoezi ya mwalimu yote. Pengine mwalimu ameona huyu natakiwa nimuongezee kitu kingine. Huwa mara nyingi mazoezi ya aina hiyo yanakuwa ni ya mtu binafsi, au yeye na kocha fulani, labda kocha wa ushambuliaji au makocha wa mabeki na kocha wa mabeki au wa viungo, kocha wa viungo tu peke yake na vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wanatakiwa kukuongezea. Sasa kama likatano, sasa swali linakuja, je, ndo hicho ambacho kilimfanya SOA aondoke pale Dodoma wamrudishe Dar es Salaam? Si unaelewa? Kuvaa jezi. Swala la kuvaa jezi, kwamba alivaa jezi ya timu nyingine tofauti na Simba. Unajua inanifikirisha kwa sababu unaweza kukutana na maswala ambayo yanahusiana meneja. Hakuna timu ambayo haina meneja, si ndio? Timu kubwa, Yanga wana meneja, Simba na meneja. Kwa ina maana kwamba kesi ilitoka kwa meneja kwamba alikataa kuvalishwa nguo ya nini ya Simba, au yeye mwenyewe ndo aligoma. Kama aligoma kuhusiana na jezi ya Simba kuna kosa pale SOA. Kama aligoma kuvaa jezi ya Simba kuna kosa, lakini kosa unaweza ukashangaa la meneja. Mimi na nguo zangu natakiwa unipe jezi ambayo nitakuwa katika utaratibu wa timu. Hujanipa, unakujaje kunihukumu? Sasa yote hayo tetesi ziko kimya, manake zimeonyesha tu kwamba kulikuwa na hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Sasa hoja ya kwanza, Simba itakiwa watuambie kwa nini wamechukua muda mrefu sana toka alivyofanya makosa SOA, kwa sababu SOA yupo ndani ya Simba toka amefanya makosa. Kwa nini siku ile amefanya makosa SOA, kwa nini wasimuite na kumpa adhabu ya tukio hilo ambalo lilitokea, kwanza la kumfanyia faulo mchezaji ambao limeigharimu timu? Kwa nini wasichukue mpaka anatoa sasa hivi? Kwa nini swala la jezi limekuwa kama yani kama ajenda ya kuvaa? Je, SOA mwenyewe amesikilizwa? Kwa nini akuvaa na kwa nini alivaa? Kwa sababu yote hayo kama ni hoja lazima ziende katika usawa. Hayo ni maswali ya kujiuliza yanayotokea, lakini linazungumza kwenye top up. Inawezekana unakuja kufanya top up ya mazoezi, mchezaji pengine amechoka sana, na hoja ambayo anakuambia na ilikuwa katika mazingira gani? Je, yalitokea wakati wako Dodoma? Na kama ni tabia yake, nadhani Simba anaweza kawa na hoja ya kwamba ndo tabia zake zinakuwa hivyo. Unajua kuna wakati mwingine
mimi nawaambiaga watu mara nyingi ukisikia kuku mwekundu, kuku mweupe, yani anahukumiwa haraka sana na waganga kwa sababu ya rangi zake. Lakini kuku ni kuku. Inawezekana Soa pengine alikuwa na hoja za msingi, lakini kwa sababu imesemekana kwamba Soa ana utovu wa nidhamu. Kwa hiyo kwa sababu ana utovu wa nidhamu anaweza kusema bwana nimechoka bwana. Bwana huyu ana kiburi bwana, achana naye. Lakini angesema mtu mwingine isingekuwa ni shida. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo wanavifanya Simba, inawezekana mkaenda kumhukumu moja kwa moja Soa kama ni mkosaji. Lakini njoo kwa upande wa Simba, je, wanamtendea haki Soa? Ukiangalia hoja ya kwanza nimezungumza ile ambayo alifanya makosa ya uwanjani, si ndio? Ni kosa ambalo linaweza kumtokea mchezaji yoyote yule. Walichukua hatua gani za wakati? Kwa nini inatokea sasa hivi? Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa Simba, kwa nini inatokea sasa hivi? Lakini njoo unarudi kwenye tukio ambalo limetokea wapi? Dodoma. Waje Simba watuambie Dodoma imetokea kitu gani? Nadhani pale ndo kuna shida ambayo inatakiwa kuanza. Hayo mengine yanaweza kaja tu kama ya kuongezea kwamba alifanya kitu kingine na kitu kingine. Hoja ni pale Dodoma, alifanya kitu gani? Lugano, tunaweza tukasema kwamba kwa Jonathan Soa Simba walikurupuka kumsajili kwa sababu sio miongoni wa striker ambaye anaweza akawasaidia vitu vingi kutokana na utovu wa nidhamu mara kwa mara. Mimi siwezi kusema kwamba walikurupuka Simba, si ndio? Simba sio kwamba walikurupuka kumchukua Jonathan Soa. Kitu ambacho naweza kakizungumza kwa Jonathan Soa ni namna ya kichwa chake mwenyewe ambacho kakiweka. Mimi nishaye kuzungumza kipindi cha nyuma. Unajua kwenye maisha ya mwanadamu hakukosekani kuwa na makosa, si ndio? Lakini wewe mwenyewe unaweza una namna gani ya kuweza kurekebisha makosa yako. Ni mjinga pekee ambaye anazalisha hatua ya kuingia kwenye upumbavu, kwa maana kufanya ujinga mara nyingi na kufanya upumbavu ambao unajua hiki ni kitu hatari, alafu unajirudia tena kukifanya kile kitu hatari. Ni kitu ambacho kina define mtu kwamba unafanya hizi tabia ni za nini, za kipumbavu. Ni lugha ya Kiswahili kabisa. Ukizungumzia neno upumbavu ni hatua ya mtu kufanya ujinga mara nyingi. Kwa hiyo Soa hivi alivyovifanya, kuna vitu vingine yeye angechukua tahadhari. Lakini ukiniambia Simba walikosea kumsajili Soa, mimi nasema hapana. Timu ya mpira haimsajili mchezaji mwenye nidhamu. Si unanielewa vizuri? Timu ya mpira duniani haimsajili mchezaji mwenye nidhamu. Na ndio maana utakuta pale Manchester City kuna mtu alipita, mtu anaitwa Balotelli. Kwa sababu alifika pale, si kwamba hawakujua kwamba ana tabia hizi, walijua ana talent ambazo kupitia talent hizi, talent aliyokuwa nayo anaweza akatusaidia. Na ukianza kuangalia uwezekano wa kumpata mchezaji mwenye nidhamu wa karibu ambayo yuko nayo Balotelli, inawezekana usimpate, na ndicho ambacho kimefanyika kwa Soa. Soa ingia kwenye ligi ya Tanzania, mtafute mchezaji mwenye ubora kwenye nafasi ya ushambuliaji kama ilivyokuwa kwa nani? Kwa Soa. Humpati. Hata kama umpata bado atakupa distance fulani ambayo iko mbali sana. Kwa hiyo Simba walimsajili Soa safi kabisa kwa ubora wa kufikiri kwamba tunahitaji kitu gani kwa upande wa Simba. Shida inabakia kwa Soa. Yeye mwenyewe kujiconvert kwamba sasa naonekana mimi ni mtukutu. Hebu nipunguze baadhi ya vitu hivi, nisifanye vitu vya kitukutu. Lakini Simba wenyewe lazima wajue jinsi ya kudili na watu wa aina hiyo. Unajua muda mwingine Simba wanaweza kukosa ubingwa kwa sababu ya kupambana na nani? Na Soa. Kumbe Soa angeweza kuwapa ubingwa kwa tabia hizo za nini? Zenye ukosofu wa kinidhamu. Kuna makosa mengine pale amefanya, mfate, mwambieni. Kwa sababu unapomsajili mchezaji ambaye ana utovu wa nidhamu, lazima utakuwa unajua, kama ulikuwa unafahamu ana utovu wa nidhamu, vipengele ambavyo utakuwa umeweka kwenye mkataba vitakuwa vinamzuia yeye kujiingiza kwenye utovu wa nidhamu. Anajua nikifanya hivi nakatwa pesa, nisifanye. Si unaelewa? Nikifanya hivi nitatokea na hiki na hiki. Si unaelewa? Kwa maana kwenye mikataba ambayo unakuwa una seti na huyo mchezaji. Lakini kama mkweka kwenye mikataba Simba